Shirika la habari la E-News limeweza kutoa taarifa ambayo kiuhalisia nasema kabisa dunia imekwisha. Mara baada ya taarifa kuweza kusambaa ulimwenguni ni baada ya Jay-Z kuweza kuandika ujumbe ambao ulikuwa unaonekana kabisa kwamba yeye yuko kwenye wakati mgumu kwa kipindi ambacho P Diddy yuko jela. Yaani katika wakati anaopitia mgumu basi ni mtu wake wa karibu ambaye ni P Diddy. Sasa cha kushangaza ukiachana ukaribu kati ya Jay-Z na P Diddy, lakini tunafahamu kwamba Jay-Z analiwa na P Diddy. Yaani amefanywa shoga kwa P Diddy. Kwa ni swala ambalo nafikiri watu wengi limeweza kuwaletea maswali mengi na kuona kabisa kama mwamba kweli yuko serious mara baada ya kuona mtu wake wa karibu ambaye anadai kwamba ni P Diddy yuko jela. Kwa hiyo yuko kwenye wakati mgumu. Yaani hapo ni sawa sawa na watu wazima wametumia tafsida, lakini kinachotaka kumaanika ni kwamba yani Jay-Z amemmisi P Diddy. Kwa hiyo kitendo cha kusema kabisa kwamba yeye anapata wakati mgumu kuwa mbali na mshikaji wake ama mdau wake ama pia msanii mwenzie ambao tunajua kabisa katika listi ya top 10 pia ni moja ya wasanii wakubwa, wasanii maarufu, lakini pia na wasanii ambao tayari wapo kwenye orodha ya wasanii matajiri duniani. Lakini kitendo cha Jay-Z kuweza kummisi P Diddy nafikiri ni swala ambalo kwa sisi nchi za Kiafrika tumeweza kulichukulia in a negative way, lakini kwa wenzetu nafikiri ni swala ambalo umeona kawaida. Yani Jay-Z kummisi P Diddy hata kama ni mtu wake na tayari walikuwa kwenye mapenzi ya jinsia moja ni jambo la kawaida, lakini kwa sisi tunasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yani kwa kilichotokea bwana, nafikiri ni swala ambalo pengine binafsi katika nafsi yangu na hata kwa ewe unazidi kunisikiliza ni kwamba ni swala ambalo halikubaliki katika nchi zetu za Kiafrika. Na ni swala ambalo wamekuwa kisupport sana LGBT, yani imekuwa ni lesbian, gay, bisexual, transgender ambayo imekuwa ikisambaza sana na nchi za Ulaya. Hii ni Hatboy Media, tukutane kwenye comment.